Hawa Simba kuna namna nashindwa kuwaelewa. Yaani kwenye mechi 5 za CAF Champions League na NBC Premier League imeshinda mechi moja pekee na sare moja. Vuta picha, hii timu inasafiri inaenda Tunisia. Viongozi amsheni wachezaji wenu kwa kuwapa motivation na acheni kuwagawa na imani watatoa matokeo mazuri. Hawa Simba kuna namna unashindwa kuelewa kabisa. Petro de Luanda, mchezo uliochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba anashindwa kutoka na matokeo, anafungwa goli 1-0. Mchezo wa kwanza wa CAF Champions League. Stade Malien, mchezo wa pili away. Simba Sport inafungwa goli 2-1 dhidi ya timu ya Stade Malien kutoka Mali. Mchezo wa pili wakiwa ugenini nchini Mali. Mchezo dhidi ya Mbeya City, Simba Sport inapata ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Mbeya City katika uwanja wa Meja Isamuhyo General. Azam FC, mchezo wa pili wa 4 unachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba Sport anafungwa goli 2-0 dhidi ya Azam FC, mchezo wa NBC Premier League. Mchezo wa leo, Mtibwa Sugar dhidi ya Simba Sport, mchezo uliochezwa majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Simba anamalizika dakika 90 kwa bao 1-1 dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar. Mchezo wa NBC Premier League. Simba inaendelea kupitia kwenye kipindi kigumu. Simba inaendelea kupita kwenye kipindi kigumu cha matokeo kinachowaacha mashabiki wake wakiwa na maswali mengi. Baada ya kupoteza mara 2 mfululizo dhidi ya Azam FC kwa mabao 2-0. Simba ilionekana kupoteza mwelekeo hasa kwenye michezo ya ushindani mkubwa. Hali iliyozua wasiwasi mkubwa kuelekea safari yao ya klabu bingwa Afrika. Hata hivyo, Simba walijaribu kujirekebisha haraka kwa kupata matokeo mazuri dhidi ya Mbeya City, ambapo waliibuka na ushindi mnono wa mabao 3-0. Ushindi huo uliwapa matumaini mashabiki kuwa huenda timu imeanza kurejea kwenye ubora wake, hasa kwa kuonyesha imara wa safu ya ulinzi na ukali wa safu ya ushambuliaji. Lakini matumaini hayo hayakudumu kwa muda mrefu. Leo hii Simba inalazimika kuridhika na sare, matokeo ambayo inaendelea kuongeza presha kwa benchi la ufundi na wachezaji. Sare inakuja wakati Simba tayari imetoka kupoteza michezo 2 mfululizo, hali iliyowafanya timu ionekane bado haijapata uthabiti wa matokeo. Kinachozidi kuumiza mashabiki wa Simba ni ukweli kwamba matokeo haya yanatokea wakati timu inaelekea kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mashindano ambayo yanahitaji uimara mkubwa wa kisaikolojia, nidhamu ya hali ya juu na umakini wa dakika zote 90. Kupoteza dhidi ya Azam mara 2 mfululizo kisha kupata sare leo kunazidi kuibua maswali kuhusu maandalizi, mbinu na morali ya wachezaji. Je, Simba itaweza kujirekebisha kabla ya kuingia rasmi kwenye michuano ya Afrika? Je, benchi la ufundi lina majibu ya changamoto hizi? Haya yote ni maswali yanayobaki vichwani mwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, huku presha ikiendelea kuongezeka kila kukicha. Haya ndiyo yaliyojiri ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa. Endelea kutufuatilia chaneli hii kwa uchambuzi wa kina, habari moto na matukio ya soka yote ya soka la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Mimi ni Queen Liz. Hii ni Malkia wa Soka. Jina langu ni Queen Liz. Mpaka wakati mwingine tupo pamoja, endelea kuwa nasi, achia komenti yako ya kile ambacho kimetokea hii leo.